We have believed. Tumeamini. So we need to be strengthened. Tunahitaji kutia nguvu. We need to know what next. Tunahitaji kujua ni nini inafuata. So in the book of Philippians 2, katika kitabu cha Wafilipi mlango wa 2, verse 5, mstari wa 5, he is telling them, anawaambia, let this might be in you that was in Christ Jesus. Wacha ikue kwenu kama vile ilikuwa kwa Yesu Kristo. Might. Wacha akili yenu ikue kama ile ya Yesu Kristo. Akili ya Yesu Kristo ilikuwa ya kutii of God, kufanya mapenzi ya Mungu. And he did not do anything of his own. Na hakufanya jambo lolote kulingana na yeye. So in verse 12 he's telling the Philippians, mstari wa 12 anawaambia Wafilipi, therefore my beloved, kwa hivyo nyinyi ambao ninapenda, as you have always obeyed, kama vile mmekuwa mkitii, not as in my presence only, sio nikiwa tu hapo, but now much more in my absence. Hata nikiwa siko. That word is ours today. Hilo neno ni letu leo. Let us know there is an eye that is watching us. Tujue ya kwamba kuna jicho ambalo linatutazama. Wherever we are, whatever we are doing. Mahali tupo na vile tunafanya. The eye of the Lord. Jicho la Mungu. So we will obey at all times. Tunafaa kutii kila wakati. And then he tells them, na anawaambia, work out your own salvation with fear and trembling. Fanyia kazi wokovu wako. What does that mean? Inamaanisha nini? Maybe Bishop can tell us, can elaborate on that. Pengine askofu atatuelezea zaidi. You have the responsibility of what God has deposited in you. Uko na jukumu ya kufanyia kile Mungu ameweka ndani yako. The seed that is in you is a seed of greatness. Mbegu ile iko ndani yako ni mbegu ya ukuu. And it is divine. Na ni ya kiungu. And it cannot be mixed. Na haiwezi ikachanganywa. So you have to know how to handle it. Lazima ujue vile utaifanyia kazi. So work out your own salvation with fear and trembling. Fanyia kazi uokovu wako ukiogopa Mungu. Before you do this or think this, kabla haujafikiria hivi, kabla haujafanya hivi, ask God for permission. Uliza Mungu ruhusa. Ask God what next. Uliza Mungu utafanya nini itakayofuata. 13 ya mwisho. Mstari wa 13. For it is God who works in you. Ni Mungu ambaye anafanya kazi ndani yako. Both to will and to do. Upende na ufanye. Upende na ufanye. Of his good will. Kwa njia yake. So we are not our own. Kwa hivyo sisi hatuko sisi wenyewe. We don't have a program for our lives. Hatuna mpango wa maisha yetu. God has the program. Mungu ndiye ako na mpango for each one of us. Kwa kila mmoja wetu. And so it is our work to ask him. Kwa hivyo ni kazi yetu tumuulize. That is why we are told to pray without ceasing. Na ndio maana tunaambiwa tuombe bila kukoma. May God give us the revelation. Mungu na atupe ufunuo. We stand up and clap our hands. Tusimame na tupige makofi. As we invite the bishop. Tunapomwalika askofu. You are not clapping your hands. It's just Sammy only. Sammy ndio anapiga makofi. Sammy ndio anaendelea kupiga makofi. He has kept on clapping his hands. Nasema Sammy ndio anaendelea kupiga makofi. I'm saying it is Sammy only who is doing it. Say 2021. 21. Unafanya prophetically. Say 2021. 2021. You are my ear. Of me mounting up. Me mounting up. Come on, prophetically say or do what I'm doing. 2021. 2021. You are my ear. You are my ear. Of me mounting up. Me mounting up. Say mounting up. Come on, say mounting up. Mounting up. Mounting up. And hard for Jesus. Come on.
Thank you. We can have our seats. Asanteni, tunaweza keti. Thank you for coming to the house. Asante kwa kuja kwenye nyumba. Because you could have gone to another place if you want. Maana ungependa ungeenda mahali pengine. But you have decided to be in the house. Thank you so much. I really appreciate your effort. Lakini ukaamua kuwa kwenye nyumba, asante sana, nafurahia juhudi yako. And I prophesy to you Na ninakutabiria that your life will never be the same. maisha yako hayatakuwa hivyo tena. By you coming to the house Wewe kuja kwenye nyumba and sitting under the feet of Jesus, na kuketi miguuni pa Yesu, your life will never ever be the same again. maisha yako hayatabaki hivyo hivyo. Because we are going to have the might of Christ. Kwa sababu tutakuwa na nia ya Kristo. And when we have the might of Christ, Na tukiwa na nia ya Kristo, we can be able to mount up. tunaweza kupaa juu. So all what you need to know, Kile unahitaji kujua and what I need to know na kile ninahitaji kujua is to know the might of Christ. ni kujua mawazo ya Yesu. So go to the Bible Soma Biblia yako and see the might of Christ. na uone mawazo ya Yesu Kristo. And then run with that revelation. Na uende na ufunuo huo In Jesus' name. katika jina la Yesu. We want to bring you greeting from where are we? All the way to Kitui. Tunaletea salamu kutoka Kitui, But it is very far from Kitui town. lakini ni mbali sana kutoka kwa mji wa Kitui. It is a wrong way. Ni safari ndefu sana. But we almost go to Voi. Almost Bitin is almost Voi. Karibu tufike Voi. Bitin is almost. Bitini ni karibu na Voi. So it was a long journey. Kwa hivyo ilikuwa safari ndefu. But we bless the name of the Lord. Lakini tunalibariki jina la Bwana. Thank you for those people who are able to be with me. Asante wale waliweza kuwa nami, And especially these guys here. hasa kikundi hiki cha sifa. All of them were there. Wote walikuwa kule Except few. isipokuwa tu wachache. Thank you guys. God bless you. Asanteni sana, Mungu awabariki. They were through Nissan. Walikuwa wamejaa Nissan moja. Na ule alibaki akaingia kwa gari yangu. And the one who remained used my vehicle. And we went all the way to Bitini. Na tukaenda mpaka Mbitini. It's beyond Bitini. Ni zaidi, ni mbele ya Mbitini. Patricia ilikuwa inaitwa nini? Your village ilikuwa inaitwa nini? Your village tulienda. Unakumbuka? Mama Silvia, ilikuwa inaitwa nini hiyo? Ni before Bitini, ni mbali sana. Ni mbele huko sana. But thank God for encouraging us. Tunashukuru Mungu kwa kututia nguvu. And the family of Mama Blessy was very happy. Na jamii ya Mama Joy ilifurahia sana. For the support that you gave. Kwa vile tuliweza kuwashikilia. And all of us who went to the burial yesterday. Na sisi ambao tuliweza kwenda kule mazishi jana. We came like bags here. Tulikuja hapa kama bus. Bags. Oh, kama ndege. Magunia. Oh. Tulikuja kama magunia. Kwa sababu ya kuchoka. Kwa sababu we are tired. But we thank God. Lakini tunashukuru Mungu. It was not in vain. Haikuwa bure. Amen. Amen. It was not in vain. Haikuwa bure. I also want to appreciate the member of this church. Ningependa pia kufurahia wanaume wa kanisa hili. For the way you have been studying with many people who are losing their friends. Vile tumekuwa tukisimama na watu wengi ambao wamekuwa wakipoteza wapendwa wao. And thank you so much for studying with them. Asante sana kwa kusimama na wao. And especially this month we had Mama Kim. Na hususan mwezi huu tumekuwa na Mama Kim. Wapi Otieno? Otieno pia. Otieno. Nani mwingine? Who else? Kanyi. Wapi Kanyi? Where is Kanyi? Mmeingia saa hii na simameni. Stand up. Tulikwenda kwa sijui this Wednesday last week. Yeah, we went to study them, but we went all the way to Mkureni last week. Wiki iliyopita tulienda Mkureni kusimama na wao pia. Yesterday at Voi. Jana tumekuwa Voi. Tunaenda tu. We are going. Asante sana. Thank you very much. And then we also stood with whom and Mama Bless. In fact, this month 4 families. Mwezi huu tumesimama na jamii 4. And this church has been supporting them. Na hili kanisa limekuwa likiwashikilia. Thank you so much for supporting. Asanteni sana kwa kuwashikilia. Thank you for studying with anybody who has been lost, who has lost his friend or neighbor or relative. Asante sana kwa vile tumesimama na wale ambao wamepoteza wapendwa wao, majirani yao ama marafiki zao. These guys are looking smart. Na kwa ako smart sana. Can you appreciate these people? Tuwafurahie pia. Do you know yesterday when we are going by 5 we are here yesterday. Jana saa 11 kamili tulikuwa hapa. Tukaweka hizo vitu zote tukaenda nazo. Then we packed our instruments, we went with them. All of them.
vyombo vyote so that we can be able to support that mama. ili tuweze kushikilia huko, Because she was charged a lot of money kwa sababu iligharimu pesa nyingi and she has no money. na kuwa na pesa. And I said, Nikasema I will start with her. wacha tusimame na yeye. So we thank God for, where's Kavati? Kafati yuko wapi? Where's George? George. Kavati. Kavati alishindwa na safari. Kafati hakuweza hiyo safari. He is the one he's the one who took care for all these instruments with his vehicle. Yeye ndiye alishughulikia vyombo vyote na gari lake All the way to Voi. mpaka kule Voi. Na kwa hivyo alilala. Kwa hivyo Katia amelala. Wewe. ni Gatiaga. Wapi Katia? George Gatiaga yuko wapi? Amelala kwa sababu tumekuja usiku. He's tired. He's sleeping. Hata huyu jamaa alilala pia. Basi hata ulikuwa unapiga tilamu. Alafu saa 2 hata ulikuwa kwa kitanda. Hata yalienda. It was so lively, it was so good. We really enjoy ourselves. Ilikuwa vizuri, tulifurahia. So let's continue to keep studying with anybody in the church, whatever the support. Tuendelee kushikiliana kwa hali yoyote ile. Katika every support. Katika hali yoyote. Sawa. Are you ready for the word now? Uko tayari kwa neno? Are you ready for the word? Uko tayari kwa neno? Pastor Wainaina said Mchungaji Wainaina alisema that Sunday is cement. kwamba Jumapili ni simiti. Because right now we have leveled the ground for iron bars. Kwa sababu tumeweka laini tuweze kuweka vyuma. And so the food is coming. He's coming tomorrow with a big team that they can do it tomorrow if they can be able, or tomorrow and Tuesday. Kwa hivyo fundi anakuja kesho na timu yake, wanaweza kufanya kesho ama Jumanne. And then we can do the last part of preparing whatever is needed. Alafu wafanye ile sehemu nyingine kutayarisha kile kinahitajika. That by next week we put the slab. Ili wiki ijayo tuweke slab. That's why I'm asking you for cement. Kiposa ninawaliza Bishop, askofu, see we pledge some money. si tuliahidi pesa That we have been giving. na tumekuwa tukitoa. That's okay. Hiyo ni sawa. But you can go to a department head. Lakini ukienda kwa kiongozi wa kikundi chako, you can go. Unaweza enda kwa kiongozi wa kikundi chako And ask how much money you have given. na uulize ni pesa ngapi umetoa. Every group. Enda kwa kila kikundi. So when I see how you have given, Ninapoona vile tumetoa, I say this cannot happen. nilisema hii haiwezi fanyika. That's why I ask the suma and the cement. Kiposa nikaitisha chuma na simiti. So I've given you the answer. Nimewapa jawabu. So I've given you the answer. Kwa hivyo si nimewapa jawabu. So go to a leader and see how every group had been giving. Enda kwa kiongozi wako na uone vile kila kikundi kimekuwa kikitoa. How much you pledged and how much you have given. Ni ngapi uliahidi, ni ngapi umetoa. That's why I said cement and the shuma, we are going to give it without looking for those pledges. Kiposa nilisema wakati wa chuma na simiti itabidi tutoe bila kuangalia ile kile tuliahidi. Because we are below our pledge. Kwa sababu hatujafikia kile kiwango tulikuwa tunahitaji. Is that okay? Hiyo iko sawa? Is that okay? Hiyo iko sawa? That's why you have to run with a vision. Kiposa lazima tukimbie na maono. Ikikubiri upae au fry au upige makoti au jia yote usonge naye. By all means, we have to run with the vision. Whether you'll walk, you will mount, you will do what, we have to run with the vision. So you are the one to know the style you are going to use. Sasa ni wewe ndio utajua style gani utatumia. To make sure that you back the vision. Kuhakikisha kwamba unashikilia maono. Turn to a neighbor and ask a neighbor, are you hearing vision? Ukiwa jirani yako mwambie unakimbia na maono. Hiyo mbao mmeona hapo. The mbao you've seen the tippers that we have used. Ile the tippers. Ongea vizuri bwana. The tippers. Ile mbao tumetumia zote nimekata katika shamba yangu ya Kagema. One full lorry. I cut them from my shamba. One lorry moja. One full lorry. Lorry moja. And I hired a lorry from here to Kagema to bring those tippers here. Nikakomboa lori kutoka hapa ende Kagema ilete mbao hizo. That's not church money. Hiyo si pesa ya kanisa. It's my money. Ni pesa zangu. Because me I'm blessed. Kwa sababu mimi nimebarikiwa.
Geukia mweza kuambie Bish amebarikiwa. Turn to your neighbor and tell them Bish is blessed. So tukutane nawe jiani. Kwa hivyo when I meet with you, ukitaka sonda, ukitaka mshere, ukitaka nyama, ukitaka kuku na buzi, nitakununulia. if I meet you on the road and you want anything, soda, chicken, I'll buy for you. Because I'm blessed. Kwa sababu nimebarikiwa. And the rest of us, thank God for Bishop Kirenge. He was also able to give us 2 pickups. Na tunashukuru Mungu kwa Askofu Kirenge pia aliweza kutupa pickup 2. And right now the slab is done. Na kwa hivyo sasa slab iko tayari. Is that clear now? So from today you can start giving your cement. Kuanzia leo unaweza anza kutoa simiti yako. You can give half is 300 shillings. Unaweza toa nusu, hiyo ni shilingi 300. If you want to give, if you want. Kama unataka kutoa. One is costing 550. Bag moja ni 550. Then 2 is of course 1,100 shillings. 2 ni 1,100. Si kweli? Is that true? Ukitaka 2 hiyo ni kuhesabu tu. You can do 2 or 3, you just count. No, say what I'm saying. Ukitaka 2 ni kuhesabu tu. If you want 2, just count. And then you can bring cement today, or M-Pesa, or our pay bill, or you can bring it on Sunday. Unaweza leta simiti ama uweke kwa M-Pesa ama ulete Jumapili. And then the other Monday we start hitting the Lord. Ile Jumatatu tusonge mbele. By next week that slab will be over. Ile wiki nyingine hiyo slab itakuwa imeisha. And it's going to be done. Na itafanyika. It is going to be. Itafanyika. Say it is going to be done. Sema itafanyika. Amen. Amen. Thank you so much for supporting the vision. Asante sana kwa kushikilia askofu. Are you ready for the word now? Uko tayari kwa neno? Can I see your Bible? Wacha nione Biblia yako. Can you get your Bible in your hands? Shika Biblia yako mikononi mwako. Let me see whether you come with the Bible. Wacha nione kama ulikuja na Biblia yako. Say, this is my Bible. Sema Biblia yangu. It's the word of God. Ni neno la Mungu. I love it. Ninaipenda. And this morning, Na asubuhi ya leo, upon my heart, ready to receive niko tayari. the incorruptible word. Kia neno ambalo halijaribu. I can be able to mount up. Ili niweze aju. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Put it down and clap hard for Jesus. Weka chini, pigia Yesu makofi. Of course, you have to have a notebook. Na lazima uwe na kitabu. Because this is a school. Kwa sababu hii ni shule. It's called Sunday school. Hii inaitwa shule ya Jumapili. Sunday school. Sile watoto? Sile watoto. Hapana. Hii ndio Sunday school. This is Sunday school. So you have to have your notebook. Lazima uwe na kitabu chako. Your notebook. Acha nione kitabu chako. Build your head. Juu ya kichwa chako. Your notebook. Build your head. Juu ya kichwa chako kitabu chako nione. Thank you so much. God bless you. Asante sana, Mungu awabariki. The one to bring the word of God to us this morning Ataye kutuletea neno asubuhi ya leo is one of the pastors in this church ni mmoja wa wachungaji kwenye kanisa hili and is supporting this ministry. na anashikilia maono hii. Is none else. Si mwingine. Pastor Bonnie Mchungaji to bring the word of God. Mchungaji Bonnie alete neno. Pigia Yesu makofi. Hit the road. Amen. Let's appreciate our dad. Dad, we want to thank you so much because of being together with us. Nakushukuru sana askofu kwa sababu ya kuwa pamoja nasi. We are glad to be in the presence of our Father this morning. Na tunafurahia kuwa katika uwepo wa baba wetu asubuhi ya leo. And as our bishop has told us, na kama vile askofu ametuambia, God is ready to speak to us. Mungu ako tayari kutunenea. And therefore, since this is a school, na kwa hivyo kwa sababu hii ni shule, we are ready to learn the word of God. Tuko tayari kulisoma neno. As he has said, I'm Boniface Getau. Mavile amesema ni Boniface Getau. I am born again. Meokoka. I love the Lord Jesus. Nampenda Yesu Kristo. He met me when I was a young boy of 16 years. Alikutana nami nikiwa kijana mchanga wa miaka 16. And I have walked together with him all through. Na nimetembea naye miaka yote. And I appreciate his mercies and his love upon my life. Nafurahia huruma zake na upendo wake maishani mwangu. Amen. Amen. My interpreter. Kwa majina naitwa Paul Washira
nimeokoka na mpenda Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yangu. Amen. Amen. I want us to go straight to the word of God. Nataka tuende moja kwa moja kwa neno la Mungu. This year has been the year of mounting up. Mwaka huu umekuwa mwaka wa kupaa juu. And we have learned a lot as far as mounting up is concerned. Na tumesoma mengi kuhusu kupaa juu. And I wish to dwell on the same. Na nataka tukawe pale pia. Because the reason as to why this word was given to us. Kwa sababu ya kupewa hili neno. It is because God wanted us to move from where we are. Ni kwa sababu Mungu alitaka tutoke mahali tulipo. And we get into another level. Na tuenende katika kiwango kingine. Therefore allow me to dwell on the same topic. Kwa hivyo wacha nikadumu pale katika hilo neno. But I've given my message a topic called moving out of a comfort zone. Na ujumbe wangu ni kuondoka katika mahala pa kutosheleka. You realize for us to mount up. Utagundua kwamba ili sisi tukaweze kupaa. For you and mount up. Ili wewe nami tukapae juu. There are some things that we ought to leave. Kuna mambo lazima tukayaache. There are some things that we must do. Kuna mambo lazima tukayatende. Because mounting up will not just come automatically. Kwa sababu kupaa juu haitakuja tu vile. Amen. Amen. My wife, si uinue mkono wako juu usalimie watu huko kule nyuma. Mke wangu inue mkono asalimie watu uko pale nyuma. Tafadhali. Amen. Haya. Amen. Amen. So najua ameniombea sana kwa sababu ya siku ya leo. I know she has been praying for me because of this. Moving out of a comfort zone. Kuondoka katika mahali pa kutosheleka. We need to understand before we move on what is a comfort zone. Lazima tuelewe kabla tujaendelea mahali pa kutosheka ni wapi. As I said, for you to mount up. Na vile nimesema ili ukapae juu. That comfort zone you must do away with it. Hilo eneo la kutosheka lazima uliache. And as I bring this word. Na ninapoleta hili I was telling the Lord, nilikuwa naambia Mungu, even as you speak to your people, hata ninaponenea watu wako, speak to me first. Ninenee kwanza. Because the word of God tells us in 2 Timothy chapter 3:16. Kwa sababu neno la Mungu katika Timotheo wa 2:3:16. This is not part of the preaching, but it's just by the way. Hii si katika mahubiri lakini ni katika kunena tu. That all scripture is God breathed. Kwamba maneno yote maandiko yote ni pumzi ya Mungu. And it is useful for teaching. Na ina maana kwa sababu ya kufunza. It is useful for rebuking. Na hata katika kukemea. It is also useful for correcting and even training. Na kurekebisha na hata kufunza in righteousness. Katika utakatifu. So I was telling the Lord, kwa hivyo nilikuwa naambia Mungu, may you tufunze leo, may you correct us today, ukaweze kuturekebisha, train us today through your word, na utatusomeshe kutumia neno lako. And I believe God is going to train us and correct us. Naamini Mungu atatufunza na kuturekebisha. So what is a comfort zone? Kwa hivyo eneo la kutosheka ni lini? A comfort zone is a place or a situation, ni mahali ama hali where one feels safe and at ease. Mahali ambapo mtu anahisi kwamba ako salama ama hakuna ugumu. A place where or a situation where you feel that you are so safe. Ni mahali ama hali ambayo unahisi kwamba uko salama ama hakuna ugumu wowote. And you feel that it is just too easy. Na unahisi kwamba ni rahisi, ni mahali rahisi. In other words, you feel that you are contented to be in that place. Kwa maneno mengine ni kusema kwamba unahisi umetosheka kuwa mahali hapo. And it's like umefika pahali ambapo you are okay. And umefika mahali ambapo unahisi kwamba wewe uko sawa. Another definition of a comfort zone. Maelezo mengine ya eneo la kutosheka. It is a psychological state. Ni hali ya kiakili in which things feels familiar. Mahali ambapo mambo yanahisi ni kama ya kawaida. In which things feel familiar to a person and someone feels he has controlled the environment. Ni mahali ambapo unaona kila jambo ni la kawaida na unahisi kwamba umeweza kuyakithiri hayo ama eneo lako ama anga yako. In other words, in your mind. Kwa hivyo katika mawazo yako. And thank God our mom and bishop have dealt much on the mind. Na mom na bishop wamekuwa wakidumu sana kutueleza kuhusu mawazo. You feel that in your mind, in your psychological state. Unahisi kwamba katika hali yako ya kiakili ama mawazo. Things feel they are very familiar. Mambo ni kama yale tu ya kawaida umezoea. And you feel that you are controlling the environment you are in. Na unahisi kwamba uko juu ama unaweza kuelekeza ile hali ambayo uko ndani.
ndani yake. Whenever in life you reach to such kind of a state, Kila wakati katika maisha unapofika hali kama hiyo, you are in a comfort zone. wewe uko katika eneo la kutosheleka. But I want to bring to your attention today, Lakini nataka nikaweze kukuelezea leo, if you live or you stay within your comfort zone, ukiishi mahali pako pa kutosheka, you will never improve. hautaweza kujiendeleza wewe mwenyewe. I wish to come again, Nataka nielezee tena, that if you are going to stay within your comfort zone, ukiishi katika hali ya kutosheka ama eneo la kutosheka, you will never improve. hautajikuza ama hautaendelea. Our reading comes from John chapter number 5, Somo letu ni katika kitabu cha Yohana 5 verse number 1 to verse number 7. mstari wa kwanza hadi 7. These are words that are well known to us. Haya ni maneno ambayo tunayafahamu sana, And the Bible says, let me just read, my brother will interpret later. na tutasoma. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. Now there is in Jerusalem, near the sheep gate, a pool, which in Aramaic is called Bethsaida, and which is surrounded by 5 covered colonnades. Here, a great number of disabled people used to lie: the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been invalid for that 8 years. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked, "Do you want to get well?" Verse number 7, I want us to look into that word. "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I am trying to get into someone else goes down ahead of me." Verse number 8, the last one. Then Jesus said to him, "Get up, pick your mat and walk." Amen. Amen. I think, and I want to believe this is a story and a Bible quotation that we know so well. Najua kwamba hii ni hadithi ya Biblia ambayo tunaifahamu vyema, And we are told of this pool by the name Bethsaida, na tunaambiwa kuhusu kisima hiki ambacho jina lake ni Bethsaida, where all kinds of people with infirmities camped. mahali watu wote ambao walikuwa na ulema walikuwa wanakutana: The blind, wasioona, the lame, wale wasiotembea, the paralyzed. wale ambao wako na ulemavu. All these people camped by the pool of Bethsaida. Hawa watu walikuwa wanakusanyika katika kisima hicho cha Bethsaida. And the Bible talks of one of them who had stayed there for 38 good years. Na Biblia inanena kuhusu mmoja ambaye alikuwa ameishi pale miaka 38. And that 8 years is not little time. Na miaka 38 sio chache. So this man is called by Jesus. Kwa hivyo huyu mwanaume akaitwa na Yesu. And Jesus asked him a question. Na Yesu akamuuliza swali. And the question was very simple. Swali rahisi. And the question is, na swali ni hili: do you want to get well? Unataka kuponywa? In other words, do you want to get your healing? Wewe unataka kupokea uponyaji wako? And I want you to imagine somebody coming and asking you, na nataka ukatafakari mtu akija akuulize, do you want this? Unataka hichi? Look at the response this man is giving. Tazama jawabu ambalo huyu mtu alipeana. Verse 7 is saying, mstari wa 7 unasema, "Sir, sir, I have no one to help me into the pool." Sina yeyote wa kunisaidia kuingia katika kisima. I think the question Jesus asked was very simple. Swali ambalo Yesu aliuliza ilikuwa rahisi. Do you want to get healed? Unataka kuponywa? The question has a very simple answer, either yes or no. Swali liko na jawabu rahisi, ndio ama la. But the man is not giving this simple answer. Lakini huyu mtu hapeani jawabu rahisi. He is giving stories. Anapeana hadithi. This confirms. Hii inaelezea It's like this man was comfortable in the area he had lived for so long. kwamba huyu mtu alikuwa ametosheka mahali ambapo alikuwa ameishi kwa muda mrefu. Because if he wasn't comfortable, Kwa sababu kama hakuwa ametosheka, he
could have said, angesema when the question was posed, do you want to get healed? wakati swali ameulizwa kama unataka kuponywa, The straight answer could have been yes. jawabu rahisi ingekuwa ndio, But he is giving stories. lakini anapeana hadithi. But we thank God because of what Jesus did later. Lakini nashukuru Mungu kwa yale Yesu alitenda baadaye. At the times when we are faced with the situations, Wakati mwingine ambapo tuko katika hali tofauti, and God wants us to move from where we have been. na Mungu anataka tuondoke mahali God tumekuwa. wants us to move to another level. Mungu anataka kutupeleka katika kiwango God kingine. wants us to mount up. Mungu anataka tukapae juu. And he gives us an option. Na anatupatia chaguo. He poses a question to us. Anatuuliza swali. At the times we respond the way the invalid responded. Wakati mwingine tunajibu kama vile huyu mlemavu alijibu. God gives you a direction to follow. Mungu anatukupatia maelekezo ya kufuata. God gives me a direction to follow. Mungu ananipea maelekezo ya kufuata. But instead of doing so, Lakini badala ya kufanya vile, I start raising arguments. ninaanza kuleta majibizano. This man, I said, Huyu mtu anasema, I have no one to put me into the well. sina mtu wa kuniweka katika maji. Of course, I know Jesus knew this man had nobody to put him into the well. That is why he had lived for 38 years. Ni kweli kwamba Yesu alijua kwamba huyu mtu hakuwa na mtu wa kumweka ndani, ndiposa alikuwa pale miaka ya 38. So, at the back of his mind, Kwa hivyo katika mawazo yake, it must be this man was comfortable living there. ni lazima huyu mtu alikuwa ametosheka kuishi pale. So, why must we move out of our comfortable zones Kwa hivyo- or our comfort zones? Kwa hivyo kwa nini lazima tutoke katika eneo letu la kutosheka? The reason as to why you ought to move out of your comfort zone Sababu ambayo ni lazima utoke katika mahali yako ya kutosheka is for your personal growth. ni kwa sababu ya kukua kwako wewe binafsi. For you to grow, Ili ukaweze kukua, you must move away from this comfort zone. lazima uondoke mahali pa eneo la kutosheka. When Jesus healed this man, Wakati Yesu aliponya huyu mtu, we are told that he took up his mat and walked. tunaambiwa kwamba alichukua kitanda chake na akaondoka. And since these people were begging by this place, Na kwa sababu hawa watu walikuwa wakiombaomba mahali hapa, I believe it was not an opportunity for him not to beg anymore. ninajua kwamba ilikuwa nafasi hangeweza kuombaomba tena. Personal growth came thereafter. Kuendelea kwa kibinafsi kukaja baadaye. So the reason as to why you must move out of your comfort zone, as I have said, Kwa hivyo sababu kwa nini lazima uondoke eneo lako la kutosheka vile it is so nimesema, that you and I may grow. ni ili wewe nami tukaweze kukua. You either grow physically, Ukue katika mwili, you grow materially, ukue katika hali ya mali, you grow spiritually, ukue kiroho, you even grow financially, ili ukue hata kifedha, and in all aspects of life. na katika kila hali ya maisha. Amen. Amen. So, what do you need to do in order to move out of your comfort zone? Unahitaji kufanya nini ili ukaondoke eneo lako la kutosheka? So, a subtopic, what to do in order to move out of the comfort zone. Kwa hivyo vile utaandika hapo kichwa vile kutenda ili tukaweze kuondoka eneo letu la kutosheka. I want us to learn about 5 things we ought to do. Nataka tukanene kuhusu mambo 5 ambayo lazima tufanye. And then we shall be done. Tutakuwa tumemalizia. So the first thing we need to do so that we may move out of our comfort zone. Jambo la kwanza la kutenda ili tukaweze kuondoka katika eneo letu la kutosheka. Maybe before I get there, Kabla nifike pale, your comfort zone could be the following. eneo lako la kutosheka inaweza kuwa yafuatayo. You were praying God that you get employed in a company or by the government, Ulikuwa unaomba Mungu uajiriwe na serikali ama kampuni, and the opportunity came, na nafasi ikaja, and there you are. na pale umefika pa sasa. You were praying God that you'd like to have your own house. Ulikuwa unaomba Mungu uwe na nyumba yako, The opportunity came, nafasi ikaja, there you are. na pale ukafika. You were praying God that you wanted to reach this level of education, Ulikuwa unaomba Mungu ufikie kiwango fulani cha masomo, and God has helped you to do so, na Mungu amekusaidia ukafika There you pale, are. na sasa uko and you pale are comfortable. na umetosheka. You are praying that God, may you give me, bring on my way a spouse, Ulikuwa unaomba Mungu akupatie mtu wa kuoa ama wa kukuoa, and the stage has come. na alikuja. You are in that state, Uko katika hiyo hali and you are na comfortable. umetosheka. Sasa I am saying, ninasema all those comfort zones
kila hizo hali zote za kutosheka, if you rest and settle on them, ukifika na utosheke pale. I started by saying you will never improve. Nilianza na kusema kwamba hautaweza kujiendeleza. I will never improve if I settle on what I have now. Sitaongezeka nikitosheka na yale niliyo nayo sasa. So God wants us to move from there. Kwa hivyo Mungu anataka tutoke pale. So how do we get outside the comfort zone? Kwa hivyo tutaondoka aje eneo la kutosheka? Number one, na kwanza create momentum. ni kutengeneza mwendo. Create momentum. Utengeneze mwendo. In short, you start a journey. Kwa kifupi ni uanze safari. When you start challenge yourself to step out, ukianza kujitia changamoto ya kuondoka from your comfort zone, kutoka kwa eneo lako la kutosheka, a natural momentum occurs. Kutakuwa na mwendo ambao utakuja ama utafanyika. Maybe you got employed as I said. Pengine uliajiriwa kama vile nimesema. But our bishop has always said in this place, lakini askofu ametuambia mara mingi hapa, never settle on one job. Usitosheke na kazi moja. Do not be contented with what you have today. Usitosheke na yale ulio nayo leo. Because there is more for you tomorrow. Kwa hivyo kwa sababu kuna mengi yako kesho. But if you live in that comfort zone that I got employed by a certain company, lakini ukifika katika hali ya kutosheka kwamba nimeajiriwa na kampuni fulani, and your mind is stuck in that, na mawazo yako yabaki pale, there is a likelihood that you never move beyond that. Kuna uwezekano kwamba hautasonga juu ya pale. And that is why you and I, we need to create some momentum. Na ndiposa wewe na mimi lazima tuanze mwendo. You start to challenge yourself to step out. Uanze kujipatia changamoto ya kuondoka. And when you start that journey, na ukianza hiyo safari, there is a certain natural momentum that will automatically come into your life. Kuna mwendo ambao lazima utaanza. So whatever that seems like small marginal gains, kwa hivyo kile ambacho kinaonekana ni kama kuongezeka kidogo ama kidogo, they start together and the multiplying effect continues. Ikijumlishwa pamoja lazima kutakuwa na kuongezeka zaidi. And there shall be some force that shall be propelling you forward. Na kutakuwa na nguvu ambayo itakuwa inakusukuma mbele. And this force cannot be stopped. Na hii nguvu haiwezi ikasimamishwa. Let me bring it clearer. Wacha nielezee. Have you ever seen somebody who has started a small business maybe? Umeona mtu ambaye ameanzisha biashara ndogo? And he starts by putting some little stock. Akaanza kwa kuweka stock kidogo. But as time goes, lakini kama vile muda unaendelea, he gets the zeal to add more stock. Anapata ile hamu ya kuweka bidhaa mingi zaidi. Another example. Na example nyingine, somebody has started, maybe he wants to advance in his education. Mtu anataka kuendelea katika masomo yake. He starts at the certificate level. Anaanza na cheti. But all of a sudden, na kwa mara moja, after he is through with the certificate, he goes for diploma. Baada ya kumaliza cheti anaenda katika diploma. Because of starting some momentum. Kwa sababu ya kuweza kutengeneza mwendo na kuanza safari. When he is through with the diploma, anapomaliza diploma, he will look for an opportunity for the degree. Atatafuta nafasi ya kuenda kufanya degree. And the rest follows. Na hayo mengine yatafuata. But if this person did not start anywhere, lakini kama huyu mtu hakuanza mahali popote, and he settled on where he got himself, na akatosheka mahali alijipata, he is going to live in a comfort zone. Ataishi pale katika hali ana eneo la kutosheka. But once you start something, lakini unapoanzisha jambo, you feel energized to continue. Unahisi nguvu za kuendelea. Because the propelling force cannot be stopped. Kwa sababu hiyo nguvu ya kukusukuma haiwezi kasimamishwa. And therefore let us challenge our lives today. Kwa hivyo acha tujitie changamoto maishani leo. You have always wanted a certain focus to come into reality. Ulikuwa unataka kuwe na lengo fulani ambalo uko nalo likaweze kuwafikia. You must step out of the comfort zone. Lazima utoke katika eneo la kutosheka. You must start something. You must create some momentum. Lazima uanze jambo na uanze kutengeneza mwendo. We shall not read this, but allow me to refer
to a story in the book of Mark chapter number 5, 25 to 29. Hatutasoma, lakini kuna hadithi katika Mark 5:25 hadi 29. And this is the story of the woman with the issue of blood. Hadithi ya yule mwanamke ambaye alikuwa anatokwa na damu. Have you know the story that she had an issue of blood for 12 years? Na unajua hiyo hadithi kwamba alikuwa anatokwa na damu miaka 12. But an opportunity comes. Lakini nafasi ikaja. Amidst a big crowd, Kati ya umati mkubwa, she realizes that if I only touch the cloak or the garment of Jesus, akafahamu kwamba nikiguza vazi la Yesu I am going to be healed. nitaponywa. And verse number 27, that is the only verse I want to read. Mstari wa 27 ambao nitasoma. When she heard about Jesus, Aliposikia kuhusu Yesu, she came up from behind him in the crowd and touched his cloak. akatokea kutoka nyuma ya umati na akaguza vazi lake. So you see, this is a lady who had lived for 12 good years. Huyu mwanamke ambaye alikuwa ameishi miaka 12. And it's like people were used to know her in this condition. Na watu walikuwa wamemjua katika hiyo hali. I want to believe people had labeled her as this being her comfort zone. Najua kwamba watu walikuwa wamejua hii ni hali yake ya kutosheka. But she makes a decision. Lakini akafanya uamuzi. Here is Jesus. Huyu ndiye Yesu. There is an opportunity for me to step out. Kuna nafasi yangu ya kutoka. There is an opportunity for me to get healed. Kuna nafasi yangu ya kuponywa. So she is pressing on. Kwa hivyo anasukuma mbele. She is pushing and pulling. Anasukuma Until an opportunity came. Hadi kukatokea na for her to touch the hem of the garment of Jesus. ili aguze vazi la Yesu. For you to get your healing. Ili ukaweze kupata uponyaji wako. And when I talk of healing, I'm not talking about healing from diseases. Na ninaponena kuhusu uponyaji, si uponyaji tu wa magonjwa. I'm talking about that healing because of whatever you have ever wanted to achieve in this life. Nanena kuhusu uponyaji kwa sababu wale mambo ambayo umekuwa ukitaka kuwafikia katika maisha. Be bold enough like this lady. Ukuwe una ukakamavu kama huyu mama. If it means pushing and pulling, kama inamaanisha usukume na uvurute, do it. Ufanye hivyo. In short, there is an action for you and I to do. Kwa ufupi, lazima kuna jambo wewe na mimi lazima tutende. The second thing that we need to do so that we may move out of our comfort zones. Jambo la pili la kutenda ili tukatoke katika eneo letu la kutosheka is to eliminate fear. Ni kuondoa uoga. Eliminate fear. Kuondoa uoga. I want to say this and I thank God because the issue of mind has been spoken in this place. Nataka kusema hivi kwa sababu haya mawazo imenenewa leo hapa. Fear is harbored in our minds. Uoga unawekwa katika mawazo yetu. If you hear somebody saying that I am fearful, I don't know, I am afraid. Ukisikia mtu akisema kwamba ninaogopa sijui nifanye nini, fear is harbored in our minds. Huo uoga umewekwa katika mawazo yake. And it is good for us to know that our minds can either work for or against us. Na ni vizuri tufahamu kwamba mawazo yetu yanaweza yakafanya yakatusaidia ama yasitusaidie. In other words, you have 100% control of your mind. Uko na unaweza kuyaelekeza mawazo yako 100%. And the way you are going to control your mind, na vile utaelekeza mawazo yako, it will either work for or against you. Yatakusaidia ama yatafanya kinyume na wewe. Therefore, if you don't proactively program your mind, kama hautaweza kuelekeza mawazo yako kwa kufanya kazi, it will definitely work against you. Itafanya kazi kinyume na wewe. But if you take an action, lakini ukifanya bidii, you are going to soon realize how you have underestimated your capability and you have overestimated the obstacles. Utagundua vile ambavyo ulikuwa umedunisha uwezo wako na ukaweza ni kama kuonyesha kwamba vizuizi ni vikuu kuliko uwezo. Yeah, God has given us a lot of potentials. Mungu ametupea uweza mwingi ndani yetu. But the way we program our minds, lakini vile tunavyoyaelekeza ama kuyaweka mawazo yetu, it will help us to reach our destiny. Yatatusaidia tufikie upeo wetu. And we shall not we shall not actually overestimate every kind of obstacle. Na hatutaweza kuyapanua ama kuyaonyesha vizuizi vyetu kuwa ni kubwa kuliko uwezo wetu. Because your mind is a processor. Kwa sababu mawazo yako yanafanya kazi. And it must be very powerful. Lazima yawe ya nguvu sana. Since the mind is the most
powerful tool in your life. Kwa sababu mawazo yetu ni chombo ambacho ni cha maana sana maishani mwetu. So for us to eliminate fear, Ili tukaondoe woga, we cannot eliminate fear with this wonderful and important tool called the mind. Tutaondoa uoga kwa kutumia hili chombo ambacho ni cha maana sana mawazo yetu. No wonder Solomon said in Proverbs chapter number 4 verse 26. Na Suleimani akasema katika Proverbs 4:26, give careful thought to the parts of your feet. Uwaze sana kuhusu njia ya miguu yako. And look at those words, give careful thought. Na maneno yanasema sana uwaze uwaze vizuri sana kuhusu njia za miguu yako. In short, he is advising people. Na kwa ufupi anawaelezea watu, be careful how you use your mind. Uwe makini sana vile unatumia mawazo yako. Because it is the control point of your life. Kwa sababu hapo ndipo maisha yako yanaelekezwa. And it is important for us to understand. Na ni muhimu tukaelewe that the achievements we have today, kwamba yale mambo ambayo tumeyafikia leo, are the sum total of our thoughts of yesterday. Ni mawazo yetu ambayo tulikuwa nayo jana. What you have achieved today, yale ambayo umeyafikia leo, the level you are at now, kiwango ambacho uko leo, where I am today, mahali nilipo leo, it is as a result of the thoughts I have for yesterday. Ni matokeo ya mawazo ambayo nimekuwa nayo jana. But where you will be tomorrow, lakini mahali utakuwa kesho, it will depend on the thoughts of today. Italingana na mawazo yako ya leo. So whatever focus you have, kwa hivyo lile lengo ambalo uko nayo, the mind you have today is very important. Mawazo ulio nayo leo ni ya muhimu sana. If you want to reach a higher destination, kama unataka kufika mahali juu, if you want to mount up, kama unataka kupaa juu, if there are some things you have ever wanted to achieve in life, kama kuna mambo ambayo ulikuwa unataka kuyafikia maishani mwako, it all depends on the mind you have today. Italingana mawazo ambayo uko nayo leo. If you see positivity, ukiona hali ya uwezekano, it will come to pass. Itafikia. If you see negativity, kama utaona hakutawezekana, it happen. Hakutawezekana. At any time your mind tells you that you are sick, kila mahali wakati mawazo yako yanakwambia uko mgonjwa, sometimes you get ourselves being sick. Wakati mwingi tunajipata tumegonjeka. But once you get sick, lakini ukigonjeka, but you tell your mind, lakini uambie mawazo yako that I am healed, mimi nimeponywa, the healing process starts. Uponyaji unaanza. It is all about in the mind. Yote yako katika mawazo yetu. Philippians chapter 4 verse 8 inasema hivi. Wafilipi 4:8 inasema. Let me just read because of time. Nisome kwa sababu ya muda. That finally, brethren, whatever is true, la mwisho wa ndugu, lolote ambalo ni kweli, whatever is noble, na ambalo ni noble, whatever is right, na ambalo ni la haki, whatever is pure, ambalo ni safi, whatever is lovely, na ambalo ni la kupendeza, whatever is admirable, ambazo ni la kuvutia, think about such things. Fikirieni mambo kama hayo. In other words, mind is very important. Kwa maneno mengine, mawazo ni muhimu sana. If you look at this building that we are in today, ukiangalia hili jengo ambalo tuko ndani yake leo, it has a very strong roof. Iko na paa ambayo ni ya nguvu. But if you ask Bishop the kind of foundation that was laid for this building to be the way it is, lakini ukiuliza askofu, msingi ambao uliwekwa ili hili jengo liwe vile lilivyo, I believe whatever is down here which we cannot see, could be it took more cost than what we can see above here. Ninaamini yale ambayo hatuoni hapa chini kwa msingi iligharimu pesa mingi kuliko paa ambayo tunaona. Because the foundation is very important. Kwa sababu msingi ni muhimu sana. We have decorations and colors. Tuko na rangi ambazo tunaona. They have not made this building to stand. Hayajafanya hili jengo likasimame. What has made this building to stand is the foundation that we cannot see. Kile kimefanya hili jengo lisimame ni msingi ambao hatuoni. Your mind is a foundation. Mawazo yako ni msingi. You shall be strong and you shall stand strong. Utakuwa na nguvu na usimame imara. Because of what you deposit in your mind. Kwa sababu ya yale unayoweka katika mawazo yako. Whatever is harbored in your mind, lolote ambalo limewekezwa katika mawazo yako, it is what is going to make you strong. Ndilo litakufanya ukuwe na nguvu. I want us to think of the mind of a madman. Nataka tufikirie mawazo ya mtu punguani. I believe we have ever met mad people in town. Najua tumekutana na watu ambao hali yao ya kimawazo sio timamu huku town. If you get an opportunity to clothe this madman in a good suit,
ukipata nafasi ya kumvisha suti nzuri kama ya mchungaji. Amen. Amen. If you clothe that person in very good suit or very good clothes, in short, Ukimvisha suti mzuri ama mavazi mazuri, you will not be surprised after few minutes. Utashangaa baada ya dakika kidogo, This man will get back into garbages. huyu mtu atarudi pale katika pipa. However smart the man could be because of your effort, Hata awe nadhifu kiasi gani kwa sababu ya bidii yako. tomorrow as you meet this man, Kesho ukikutana na yeye, the good suit you had put on this man, ile suti ulikuwa umemvalisha it could be tattered and dirty. inaweza kuwa imeraruka na chafu. Why? Kwa nini? You transformed the physical being or the physical outlook. Wewe ulitengeneza yale yanaonekana huku nje, But if you did not do something to do with his mind, lakini kama haukufanya chochote kuhusu mawazo yake, the efforts are fruitless. hiyo bidii yote ni bure. That's how important our minds are. Hivyo ndivyo mawazo yetu ni muhimu sana. So if there is anything to change, Kama kuna chochote cha kubadilisha, it is our mind, ni mawazo yetu, our mindset. mawazo yetu, hali yetu ya kufikiria. So let us come out from that status quo mentality. Wacha tutoke katika ile mahali ambapo tumezoea. Yani, we are used to that. Tumezoea hapo. Let me give us a small illustration. Wacha huyu ni mwalimu mzuri atupatie maelekezo tunayoona. I believe in our homes, Naamini katika nyumba zetu we have the so-called the ugali knife. tuko na ile maisha ya ugali. No, ugali knife, kisu. Kisu cha kukata ugali. When I was growing up and my grandmother was there, Nilipokuwa nikikua na nyanya yangu alikuwa pale, there was a certain knife that my grandmother used to cut ugali with. kulikuwa na kisu ambacho nyanya yangu alikuwa anatumia kukata ugali, And that was the knife for ugali. na hiyo ilikuwa ni kisu cha ugali pekee. I saw the same followed or rather replicated by my mother. Nikaona mama yangu pia amerudia na kufanya jambo lile. There is a certain knife specifically for cutting ugali. Kuna kisu haswa cha kukata ugali pekee. Only to realize, even in my own home, Na nikagundua kwamba hata kwangu nyumbani my wife has an ugali knife. bibi yangu ako na kisu speciali cha ugali. Najua hajui kama iko hapa, lakini hapa I iko. know, amekuwa akitafuta nyumbani, iko hapa. This is our ugali knife. Hiki ni kisu cha ugali cha mhubiri. And this knife is not used in any other purpose Na kisu hiki hakitumiki katika njia yoyote nyingine other than cutting ugali at home. ila kukata ugali nyumbani. Maybe it is in my home, Pengine ni kwake, maybe kwako ni different. pengine kwako ni tofauti, But I want us to ask ourselves, lakini nataka tujiulize, why do many homes have a specific knife for ugali? ni kwa nini nyumba mingi ama boma mingi kuko na kisu speciali cha ugali? The thought is, Mawazo ama fikira ni hili: if you cut ugali with a certain knife, it becomes blunt. ukikata ugali na kisu kingine ama kisu makali yataisha. And that is a mentality. Na hiyo ni hali ya mawazo. That is how we know and we believe and we have set our mind like so. Hivyo ndivyo tumeweka mawazo yetu kujua. But I want us to ask ourselves, Lakini nataka tujiulize, surely how comes ugali will make a knife to become blunt? kweli ni namna gani ugali itafanya kisu kiishe makali? Is there any scientific proof to show that ugali makes a knife blunt? Kuna research yote ya kisayansi ambayo imethibitisha kwamba ugali inafanya kisu kikose makali? The answer is definitely no. Na jawabu ni la. But because of the mindset we have inherited from those grand nannies and our moms, Lakini kwa sababu ya yale mawazo ambalo tumechukua kutoka kwa nyanya zetu ama kwa mama zetu, we have inherited the same today. Tumechukua mawazo hayo hata leo tuko And nayo. that is why many homes today have ugali knife specifically for ugali. Na ndiposa kila boma hapa iko na kisu speciali cha ugali. After all, ask yourself, Na wewe jiulize, what can actually make a knife blunt? Is it ugali or the bones of meat that you cut? kati ya ugali na mifupa ya nyama ni nini kinaweza maliza makali ya kisu? Ugali is softer than meat. Ugali ni laini ama ni rahisi kuliko nyama. Ni nyepesi. Nyepesi, asante askofu. But we have branded the ugali knife to be like so.
Lakini sasa sisi tumeonyesha kwamba ugali lazima ikuwe na kisu chake. I want to challenge you as I challenge myself. Nataka kukuhimiza nikijihimiza. We need to move out of such status quo mentalities. Lazima tuondoke katika hiyo hali ya kawaida ya mawazo yetu. Because this knife is made blunt because of the components or the things that are attached to the knife. But those are the ones that make the knife blunt, but the knife is not blunt by itself. Kwa sababu zile vitu ambazo zinashikilia kwa kisu ndizo zinamaliza makali, lakini sio kisu kinajimalizia makali. The greatest poverty is the poverty of mind. Umaskini mkuu ni umaskini wa mawazo. And whatever rules your mind rules your life. Na ambacho kinaelekeza mawazo yako kinaelekeza maisha yako. So may God help us. Na Mungu atusaidie. That we move away from the ugali mentality, ugali knife mentality. Ili tutoke katika hali mawazo ya kisu cha ugali. Zabron, you are assassinating me. Point number 3, we are moving fast. Point ya 3 tunaenda kwa kasi. The third point ya 3, forget the old. Usahau ya kale. Or forget the past. Ama usahau ya kale. For you to move out of your comfort zone. Ili uondoke katika eneo la kutosheka. Forget the old. Sahau ya kale. Try something new. Jaribu kitu mpya. It is the time that we forget the way things used to be done. Ni wakati ambapo utasahau vile mambo yalikuwa yakifanyika. And you should never limit your future because of your past. Na usiweze kudunisha hali ya kesho yako kwa sababu ya jana yako. Could be your yesterday was not good. Kwa sababu pengine jana yako haikuwa nzuri. Maybe your past was filthy. Pengine ile jana yako ama kale yako ilikuwa chafu. But that does not dictate what you shall be in future. Lakini hiyo haielezei vile maisha yako yatakuwa kesho. So we must forget that. Lazima tusahau hayo. We must come out of that zone. Tutoke katika eneo hilo. That I was brought up by this kind of family. Nililelewa na familia kama hii. And therefore I cannot progress. Na kwa hivyo siwezi endelea. And then you harbor that past old life in you. Na unaekeza mawazo yako ya mambo ya kale katika ndani yako. You must make a decision to forget the past. Lazima uamue kusahau ya kale. And I want us to have an example of a rear mirror in a vehicle. Na tukue na mfano ya kioo cha kutizama nyuma katika gari. Or maybe we can also use the side mirror. Ama side mirror. When drivers are driving along the road. Wakati dereva anaendesha gari barabarani. Mostly the focus as per instructions of the instructors during the driving course. Kulingana na maelekezo ya mwalimu wa kuendesha gari. Is that always focus ahead as you drive forward. Ni kwamba unapo gari lazima ulenge mbele. And the instructor will always tell this student. Na mwelekezi ataambia wanafunzi. Don't bother much of who is behind you. Usishughulike sana na aliye nyuma yako. After all, if that person hits you from behind. Kwa sababu huyo mtu hata akikuguza kutoka nyuma. He is the one who has a case to answer, not you. Ndiye ako na kesi ya kujibu, sio wewe. But do you know, brethren? Lakini si unajua ndugu. Sometimes as we live in this life. Wakati mwingine tunapoishi maishani. Many of us mirror. Wakati mwingine wengi wetu tunataka kutumia kioo cha kutizama nyuma. Or even the side mirror. Ama side mirror. You check who is behind you. Unataka kuangalia nani yako nyuma yako. And then if you are going to check who is behind you. Na ukiangalia nani yako nyuma yako. Most likely you are going to lose focus. Wakati mwingine utakosa mwelekeo. And people have caused accidents. Na watu wengi wamesababisha ajali. Because of using side mirrors when they are traveling forward. Kwa sababu ya kutizama side mirror wakati wanaenda mbele. Or concentrating on what is behind. Ama kudumu ya ambayo yanafanyika nyuma. Instead of focusing ahead. Badala ya kulenga mbele. Therefore, as you live this life. Kwa hivyo unapoishi maisha haya. Focus ahead. Lenga mbele. It is true there could be some vehicles coming from you from behind. Ni kweli kunaweza kuwa na magari yanatoka nyuma. But you are well protected. Lakini umelindwa vizuri. The laws of Kenya have protected you. Maelekezo ya Kenya ama sheria za Kenya zimekulinda. You are not answerable should an accident happen. Wewe hautajibu kesi kukisababika ajali. But if you cause accident to somebody who is ahead. Lakini ukisababisha ajali kwa aliye mbele yako. Then you are answerable. Hapo utajibu kesi. Therefore today. Kwa hivyo leo. Why should you look at what is behind you? Kwa nini utizame yale ambayo yako nyuma yako? Use the windscreen that is before
before you. Tumia windscreen ama kioo kilicho mbele yako. See the opportunities ahead of you. Uone nafasi zilizoko mbele. And you shall get hold of your destiny. You shall get into your destination. Na utafika katika mahali pako. Jesus said in Luke chapter 9 verse 62. Yesu akasema Luka 9:62. That anyone who begins to plow a field but looks behind, keeps looking behind. Yeyote ambaye anaanza kulima na anatizama nyuma, he is of no use in this kingdom, in the kingdom of God. Yeye hana maana katika ufalme wa Mungu. So let us focus ahead. Kwa hivyo wacha tukalenge mbele. Step out of that comfort zone. Ondoka katika eneo la kutosheka. See forward. Angalia mbele. See what God has set in front of you. Angalia ambayo Mungu amekuwekea mbele. Maybe sometimes we lose, or rather we do not serve God because of what happened to us in many years back. Wengine wakati mwingi tunakosa kumtumikia Mungu kwa sababu yaliyotutendekea pale nyuma. Maybe you did something that was against the will of God. Wengine ulifanya kitu kilichokuwa kinyume na mapenzi ya Mungu. And this has always bothered you. Na hii imekuwa ikikusumbua. You do not focus ahead. Haulengi mbele. Don't you know that Isaiah 43:25 says? Kwani haujui Isaiah 43 inasema that even I, kwamba mimi na hata mimi, I am the one who blots out and cancels transgressions. Ndiye anayeondoa na kusahau makosa yako. For my own sake. Kwa sababu yangu mwenyewe. And I will not remember your sins. Na sitakumbuka dhambi zenyu. Therefore, if God has not kept a list of sins, kama Mungu hajaweka list ya dhambi zetu, then nothing should stop you. Hakuna chochote cha kutusimamisha from serving this God. Kwa kutumikia huyu Mungu. Once you have known him. Wakati tumemjua. I am almost done. Ni kumalizia na malizia. Number 4. La 4. The fourth way of how we can step out of our comfort zone. Njia ya 4 ya kuondoka katika eneo letu la kutosheka. Is to wisely choose your closest friends. Ni kwa njia ni kuchagua marafiki wako ambao wako karibu kwa makini sana. Wisely choose your closest friends. Ni kwa makini sana uchague marafiki ambao ni wa karibu. At the times we shall be forced to break free from the colleagues that we interact with. Wakati mwingine lazima tujiondoe kwa wale marafiki ambao tuko na wao kila siku. The people that you hang around most of the times. Watu ambao unaishi na wao wakati mwingi. They will directly affect you. Lazima watakuelekeza ama wataadhiri maisha yako. Because of the talks that you have together. Kwa sababu ya yale maneno ambayo mnanena pamoja. The behavior you shall have together. Kwa sababu ya kile kitu ambacho mtafanya pamoja. And therefore if you want to move on. Na kwa hivyo kama unataka kuendelea. And then you realize that your closest friends. Na ufahamu kwamba rafiki wako wa karibu. Are not propelling you forward. Sio wale wa kukusukuma mbele. It is the high time. Ni wakati mzuri. You start dealing with them one by one. Uanze kukabiliana na wao mmoja na mwingine. And come up with the friends that are going to add value in your life. Na uchague marafiki ambao watakuweka dhamana maishani. Paul told the Corinthians. Paulo akawaambia wa Korintho. That do not be misled. Msidanganyike. Bad company corrupts good moral. Urafiki mbaya unaharibu tabia nzuri. I mean bad company corrupts good character. Na kama urafiki mwovu unaharibu tabia nzuri. Therefore let us step out of our comfort zones. Kwa hivyo lazima tuondoke katika eneo letu la kutosheka. Because these friends, kwa sababu hawa marafiki, may try to convince you, pengine watajaribu kukuhimiza, that whatever you want to start, kwamba lile unataka kujaribu, fulani alianza, mwingine alijaribu na hakuweza, na they never succeeded. Hiyo biashara nimesikia ukiniambia unataka kuweka, the business you want to start, kuna wholesale next, there is a wholesale next, and therefore sioni ukisurvive, na kwa hivyo haitaweza kuendelea. You know, these are people who are not adding value to you. Hawa ni watu ambao hawaongezi dhamana katika maisha yako. We started by saying start something. Tulianza na kusema kwamba anza kitu, and the momentum will pick, na mwendo utaanza, in the name of Jesus, katika jina la Yesu. The last one, la mwisho for today, kwa leo, for you to step out of your comfort zone, ili uweze kuondoka katika eneo lako la kutosheka. Keep yourself motivated during your comfort zone exodus. Ni uishi umechangamka katika safari yako ya kuondoka katika eneo la kutosheka. Keep yourself motivated during your comfort zone exodus. Ni uishi ama ukae kama umefurahia na umechangamka katika safari yako ya kuondoka katika eneo la kutosheka. We must strive to reach the point we desire to be. Ni lazima tungangane tufikie mahali tunatamani kufika. And whatever we have achieved today, as I said before, na lile tumeyafikia leo kama vile nimesema, it should be a motivation to propel us forward. Lazima iwe ni jambo la
inatuhimiza kuenda mbele zaidi, until we reach a point we call self-actualization. mpaka tufike mahali ambapo kunaitwa kuafikia kwa kibinafsi. Amen. So Amen. this point of self-actualization, Kuafikia huku kwa kibinafsi, it is a powerful incentive ni jambo mzuri, ni malipo ama ni malipo mzuri sana ama ya nguvu sana, that should drive us to move away from the comfort zone. ambayo yanafaa kukuelekeza ama kukusukuma ukatoke katika eneo lako la kutosheka. Allow me to consult, or rather to refer to a certain theorist called Abraham Maslow. Kuna theory inaitwa Abraham Maslow. Abraham Maslow. Yeah, Abraham Maslow's theory of human motivation. Hiyo theory ya human motivation, Abraham Maslow. I don't know whether George will be able to mount it up on our screen as I sit down. Ndio hiyo imechorwa hivyo. Yeah, according to this man called Abraham Maslow, Kulingana na huyu mtu aliyekuwa anaitwa Abraham Maslow, he came up with a pyramid. akaja na mchoro huo. And down there are certain levels, or those ladders. Na pale chini kuna viwango tofauti. So according to Abraham Maslow, Kulingana na Abraham Maslow, for you to be motivated, ili ukaweze kuhimizwa, there is a beginning point. lazima kuna mahali pa kuanzia. Down there, the lowest row or column, Pale chini kiwango cha kwanza, we have what we call physiological needs. tuko na yale mahitaji Ya kimwili. Physiological needs. Mahitaji ya kimwili. This includes things like water, food and whatever the body may require. Chakula, maji, mambo yote mwili unahitaji. But when you achieve the physiological needs, the basic needs in short, Lakini unapowafikia yale mahitaji ya kimwili ya kwanza, and you have them, na uko nayo, you get motivated to move to the next level, number 2. unahimizika kwenda katika kiwango cha pili. When you have food, uko na chakula, the second level we call it the safety needs, kiwango cha pili ni mahitaji ya usalama, whereby you need some safety, you need some security. unahitaji usalama. You know, if you eat food, Ukikula chakula, but you are eating food when there is a gunshot next, na unakula chakula ukisikia milio ya risasi, si tunasema hiyo chakula haitaingia kwa tumbo, haitafika tumbo. tunasemanga haiteremki, haitafika kwa tumbo. And that is the truth. And it is true. So after the physiological needs, you require the safety. Baada ya mahitaji ya kimwili unahitaji mahitaji ya usalama. Then the next level we call it the belongingness and love. Na kiwango kingine ni mahitaji yale ya mahali ambapo unahisi kwamba unastahili kuwa uko na watu wako. You start having some intimate relations with people. Ni mahali pa urafiki ama pa kuishi na watu. You have close friends. Uko na marafiki wa karibu. Because you cannot live alone. Kwa sababu huwezi ukaishi peke yako. And then when you have these friends, na unapokuwa na marafiki hawa, remember you have food, uko na chakula, it has promoted you, imekuweka juu, you feel safe, uko na usalama, then you have some friends, uko na marafiki, it will take you to another level, the fourth level, itakupeleka kiwango cha 4 that we call the esteem needs, katika mahitaji ya kujihisi mwenyewe. This is a stage whereby you feel that there is some prestige within you. Ni mahali ama hali ambayo unahisi kwamba umeafikia ama una furaha. And there is some accomplishment that you have achieved so far. Na kuna mambo ambayo umeweza kuafikia. And the last one, na la mwisho, at the peak, pale juu, number 5 there, la 5 pale, is what we are calling self-actualization. Ni ile ambayo tunasema ni kwamba kuafikia kwa kibinafsi. This is the level you reach and you feel. Hii ni hali ambayo unafika na unahisi you have achieved your full potential. Umeafikia uwezo wako kumwisho kabisa. Na hata watu wakikuangalia, even when people look at you, wataona kwa hakika huyu mtu ameweza maisha katika dunia hii. They'll see that you have been able to achieve life in this world. I want to pose a question. Nataka kuuliza swali. At what level are you? Ni uko katika kiwango kipi? At what level am I? Niko katika kiwango kipi? So may we step out of our comfort zones. Acha tuondoke katika eneo la kutosheka. If you are at the lower level, kama